Mzee Juma alikuwa mchimba kaburi wa kijiji cha Kageshe, kijiji kilichozungukwa na miti mirefu, msitu mzito na sauti za ajabu usiku kwa zaidi ya miaka 40. Mzee Juma alikuwa ndiye mchimba kaburi pekee wa kijiji hicho. Alikuwa mzee wa miaka zaidi ya 70, lakini mwili wake haukuonesha dalili ya uzee hata kidogo. Watu walimuogopa sana, lakini walimhitaji kila mara. Hakuna aliyejua maisha yake nje ya kuchimba makaburi. Aliishi ndani ya kibanda kilichojengwa pembezoni mwa makaburi, mbali na nyumba za watu. Aliishi peke yake, na usiku watu waliapa kusikia sauti za watu wakilia kutoka makaburini, na wengine waliapa kuwa walimwona mzee huyo akizungumza na mtu asiyeonekana juu ya kaburi jipya. Siku moja, kijana mmoja aitwaye Baraka, aliyekuwa yatima na mwenye kiu ya kujifunza maisha ya mzee Juma, alijitolea kumsaidia, lakini alionywa na mzee huyo kwa jicho la tahadhari. Hakuuliza mengi, ila alianza kumfuatilia taratibu. Baraka hakujua kuwa kuingia kwake kwenye dunia ya maziko kungeweza kuwa mwanzo wa mfululizo wa mikasa ya kutisha, damu na siri za mizimu. Siku ya 3 ya kazi walizika mtu aliyefariki kwa njia ya ajabu. Alikufa ghafla, akiwa amekauka kama aliyekatwa damu mwilini. Lakini wakati wa kuzika, mzee Juma alisimama ghafla na kuzuia jeneza kushushwa. Alitazama ardhi kwa muda, akapiga magoti na kuanza kuongea kwa lugha ya ajabu, lugha ya kale ya mizimu. Baraka alishtuka, hakuelewa. Mzee alipoamka alimnong'oneza na kumwambia hivi: "Hili kaburi halipaswi kufunguliwa tena, kamwe." Basi usiku huo Baraka alikumbwa na ndoto na alimuona marehemu huyo akitembea juu ya kaburi lake, huku akisema, "Mimi siwa hapa, udongo huu utanitapika." Ndoto hiyo haikuwa ya kawaida, ilikuwa onyo. Ndani ya siku 7 kaburi hilo lilifunga lenyewe. Hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kulifungua tena, ila mzee Juma alijua kitu fulani. Katika baraza la wazee lililokaa usiku, mzee mmoja alimtuhumu Juma na kusema, "Kabla hujawa mchimba kaburi ulikuwa nani? Tunaamini unazika maiti zako mwenyewe." Watu walicheka kwa uoga, lakini Juma alinyamaza, hakukanusha. Baraka alianza kuchunguza. Alianza kuchimba moja ya makaburi ya zamani. Alikuta fuvu la kichwa lililoandikwa kwa maandishi ya moto, "Aliyetangaza atazikwa." Maandishi yalisomeka hivyo. Mzee Juma alimkuta akiwa hapo. Hakumkasirikia, badala yake alimwambia, "Baraka, una roho ya ujasiri, na kwa roho hiyo utabeba siri za maiti ambazo wengine huziogopa. Nitakufundisha lugha ya udongo." Makaburi mengine yalikuwa ya ajabu zaidi. Lipo kaburi la mtoto aliyezaliwa na kufa siku hiyo hiyo. Usiku watu walisikia kicheko cha mtoto kikitokea ardhini. Mwanamke mmoja aliyepita karibu na kaburi hilo alikufa ghafla kwa kuvuja damu puani na masikioni. Baraka alimuuliza mzee Juma kuhusu hilo. Mzee Juma alifikiri kuwa mwanamke huyo alikuwa mama wa mtoto huyo, lakini alimuua kwa laana ya utajiri. Mzee Juma alisema, "Nikamzika, lakini damu ya mtoto haikunisamehe." Walichimba kaburi hilo usiku wa manane, na ndani yake kulikuwa na sindano ya dhahabu, sanamu ya kichawi na mfupa wa chura wa moto. Juma alichukua sindano hiyo na kuichoma motoni, lakini sauti ya mtoto ililia kwa huzuni kabla ya kutoweka kabisa. Miaka ilipita. Baraka sasa alikuwa mchimba kaburi kamili kabisa. Mzee Juma alidhoofika. Kabla ya kufa alimwambia Baraka, "Ukizika mwili wangu usifungue tena kaburi hilo. Ndani yangu kuna sauti nyingi, maiti wengi na siri kubwa. Ukifungua utazika roho yako." Baraka alimzika kwa heshima, lakini usiku wa kwanza alisikia mlango ukigongwa. Alipofungua hakuona mtu. Alipotazama kaburini, kulikuwa na nyayo zikitoka kaburini kwenda msituni, na hapo ndipo Baraka aligundua mzee Juma hakuwa mchimba kaburi tu, alikuwa mlinzi wa mipaka ya wafu na waliolaaniwa. Miaka ilipita. Baraka alizoea kuwasikia waliokufa wakimwambia siri zao kabla ya kufukiwa. Alizika maiti ya walioua familia zao, waliokufa kwa laana na waliokufa kabla ya saa zao. Lakini siku moja alipokea mwili wa mtu asiye na jina. Hakuna aliyejua alikotoka. Alikuwa mweupe kupita kawaida na macho yake yalikuwa wazi. Usiku Baraka alimsikia akisema, "Sasa ni zamu yako." Baraka hakuzika tena. Alitoroka kijijini, na tangu siku hiyo
Kijiji cha Kagashe hakikuwa na mchimba kaburi, na makaburi yalianza kufunguka yenyewe kwa sababu yule mweupe alikuwa mmoja waliolala. Waliomsikia Mzee Juma lakini hawakuridhika. Kumbe Mzee Juma ndio alikuwa mlinzi pekee wa makaburi yote pale kijijini. Je, umejifunza nini kupitia story hii? Mimi nimejifunza kitu. Si kila kaburi lina amani. Wengine huzikwa na maumivu ya milele na wengine huzikwa na laana zinazovuka vizazi. Siri za maiti si za kila mtu. Mtu akizisikia hubeba mzigo wa dunia ya chini ya udongo. Wewe una maoni gani? Na kusubiri kwenye comment. Lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Mwisho wa story hii, mwanzo wa story nyingine. Until next time, bye bye.